Catherine Imuraget, KTN. Turejelee hapa Nairobi. Polisi hapa jijini Nairobi wamemtia mbaroni mfanyabiashara mwenza wa aliyekuwa mkurugenzi wa bodi na daktari wa wanawake katika hospitali ya Nairobi, Daktari Job Obwaka, kufuatia kifo chake Ijumaa. Beatrice Wangare, ambaye anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kilimani, anasemekana kuwa na mwenda zake alipozirai katika eneo la Kitengela kwenye kaunti ya Kajiado. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Gloria Milimo, shughuli ya uchunguzi wa maiti kubaini chanzo cha kifo cha daktari huyo itafanywa hapo kesho. Uchunguzi dhidi ya kifo cha daktari na aliyekuwa mkurugenzi wa hospitali ya Nairobi, Daktari Job Obwaka, umechukua mkondo mwingine baada ya mfanyabiashara mwenza kutiwa mbaroni. Polisi katika kituo cha polisi cha Kilimani wanamzuilia mwanamke mwenye umri wa miaka 45 kwa jina Beatrice Wangare kusaidia kung'amua kitendawili cha kifo hicho tata. Wawili hao wanasemekana walikuwa wakiendesha shughuli zao katika eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado, ambapo mwenda zake anasemekana kuzirai kabla ya kukimbizwa katika hospitali ya Nairobi ambako alitangazwa kufariki. Hata hivyo, kwa mujibu wa wandani wa familia hiyo ambao hawakutaka kutajwa, wawili hao wamekuwa wafanyabiashara wenza kwa muda wa miaka 7 sasa. Mwili wa mwenda zake unahifadhiwa katika makafani ya Lee, huku uchunguzi wa maiti ukitarajiwa kufanyika ili kubaini chanzo cha kifo. Huku chanzo cha kifo cha Daktari Obwaka kikiwa hakijabainika, kifo chake cha ghafla kimezua utata, huku aliyekuwa rais wa chama cha wanasheria Kenya Nelson Havi akidai kuwa kifo cha daktari huyo kilichangiwa na kile alichokitaja kuwa unyanyasaji unaofadhiliwa na serikali. Kupitia mtandao wa kijamii wa X, mwanasheria huyo aliandika nikimnukuu, "Ni unyanyasaji wa serikali ya Kenya na kuingiliwa kwa usimamizi wa hospitali ya Nairobi ambayo imeua Daktari Obwaka." Mwisho wa nukuu. Maoni yake yanaonekana kuungwa mkono na rais wa chama cha madaktari nchini, Daktari Simon Kigondu, ambaye amemuomboleza daktari huyo kama mtaalamu mnyenyekevu na mwenye kanuni na pia aliyejitolea kuimarisha afya ya wanawake. Dr. Job Obwaka was a person who stood for principle and refused to be bullied into accepting things that were wrong at the Nairobi hospital post. And it was unfortunate that he was locked up in a police cell for a whole weekend where it is cold, and he, having had some heart surgery before and being on medication, I think these stressors have also contributed to his declining health. Siku za mwisho za Daktari Obwaka ziliambatanishwa na kutokuwepo kwa hadhi ya mchango wake kwenye sekta ya afya ambayo alihudumu kwa miaka na mikaka. Wataalamu wanalalama kwamba siku zake za mwisho zilijaa fedheha, vitisho, kukamatwa, kuzuiliwa na hata kufikishwa mahakamani kwa kutetea usimamizi wa hospitali ambayo inadaiwa kuwepo kwa njama ya kubatili usimamizi wake na watu maarufu serikalini. Licha afya yake dhaifu, polisi walimzuilia kwa siku 3 katika kituo cha polisi cha Muthaiga baada ya kumkamata mwezi Machi tarehe 14 mwaka huu, pamoja na makamu mwenyekiti wa hospitali ya Nairobi Simon Kinyanjui na Daktari Chris Bichange, miongoni mwa washukiwa wengine kwa madai ya kugushi sajili ya wanachama wa chama cha hospitali Kenya kinachosimamia hospitali ya Nairobi. Wakosoaji wanasema kwamba masaibu ambayo yalimkumba mwenda zake yanaangazia mstari mwembamba kati ya utekelezaji wa sheria na unyanyasaji wa serikali na gharama ya kuvuka mstari huo. Gloria Milimo, KTN. Tuelekee katika eneo la Nyanza. Hali ya taharuki